Barua ya kocha namba 137. Tusichanganye mambo, utajiri haujengwi kwa uwekezaji. Rafiki yangu mpendwa, tumekuwa tukifundisha kuandika na kuelekeza sana kuhusu mambo ya fedha, na kumekuwa na mwamko mkubwa sana kwenye eneo la fedha. Lakini kuna kitu kimoja ambacho nilikuwa nakiona, ambacho nafikiri kuna namna ambavyo tunachanganya mambo, labda kwa tunaofundisha au kwa wanaopokea haya masomo. Imekuja kuonekana kwamba kana kwamba uwekezaji ni sehemu ya kujenga utajiri, hasa baada ya mifuko ya pamoja kuongezeka kwa mingi, ambayo inatoa gawio au faida nzuri, riba nzuri, alafu soko la hisa nalo kuchangamka, baadhi ya makampuni kupanda bei kwa kasi sana. Kwa sasa kila mtu anaona kama uwekezaji ni sehemu ya kujenga utajiri, kitu ambacho ni kosa kubwa sana. Haijawahi kutokea duniani kokote pale uwekezaji ukawa ndo sehemu ya kujenga utajiri. Uwekezaji huwa ni sehemu ya kutunza na kukuza utajiri, lakini kuujenga inabidi ifanyike sehemu nyingine kwanza. Na hii ndio nataka nieleza vizuri kwenye barua hii ya kocha, ambayo unapaswa uisome na uitafakari kwa kina sana. Kuna mambo matano ambayo nimeweza kwenye barua hii, ambayo nitasema hapa kwa ufupi, lakini utaenda kuyasoma ili uelewe kwa kina zaidi. Namba moja ni kwamba biashara ndio mashine ya kujenga utajiri. Ni biashara, hakuna kitu kingine chochote. Sio kazi. Mshahara haujaje kujenga utajiri, sio uwekezaji. Uwekezaji peke yake haujaje kujenga utajiri. Unatunza utajiri, lakini kuujenga inabidi kufanya kitu ambacho kinazalisha thamani kubwa zaidi na ambacho unaudhibiti nacho. Na kitu hicho nini? Ni biashara pekee, hakuna kingine chochote. Hata ukiangalia wawekezaji wakubwa dunia kama kina Warren Buffett, shughuli yake ya kwanza sio uwekezaji. Watu hawajuagi. Shughuli yake ya kwanza ni biashara. Anamiliki biashara ambazo zinafanya biashara. Anamiliki makampuni makubwa ya bima ambayo yanaingiza faida kubwa. Alafu uwekezaji sehemu ya ziada. Lakini jambo la pili ni biashara inabadilisha namna unavyofikiri. Uzuri wa kufanya biashara ni kwamba haiwezi kukuacha kama ulivyokuwa. Biashara itakusukuma, itakufanya ukue, itakulazimisha utoe thamani, itakufanya uwe na katika hali ya ushindani, inakufanya ubadilike, na unapobadilika ndipo unapojenga utajiri. Hakuna mtu unajua, ukiwekeza unawekeza unasubiri tu. Soko limeendaje leo? Hii safari zimepanda, safari zimeshuka. Hauna udhibiti pale. Hauna vitu unazofanya. Umenunua sio kitu gani, unabidi usubiri bei pande. Lakini biashara una uwezo wa kuingia na kufanya mambo, una uwezo wa kubadilisha, kufanya masoko zaidi, una uwezo wa chochote kile ambacho utakifanya, lakini kitaleta matokeo makubwa sana. Jambo la tatu ni lengo la kweli ni kujenga biashara inayojiendesha. Sasa kwa biashara nako pia kuna mtego. Kuna watu wanaingia kwenye biashara wakidhani kwamba basi mimi nitaenda kwa bosi wangu mwenyewe, nitafanya ninavyojisikia mwenyewe. Alafu kinachotokea ni kwamba biashara inawategemea wao. Naona akiumwa biashara imeumwa, akisafiri biashara hizo kufanyika. Hiyo sio biashara ya kupata utajiri. Hiyo ni kazi iliyojificha nyuma ya biashara. Hiyo ni kazi tena mbaya zaidi kuliko hata kuajiriwa. Biashara ambayo itakupa utajiri, biashara ambayo inajiendesha bila kukutegemea wewe moja kwa moja. Na hii inahitaji kazi kuweza kuijenga ili iweze kuleta matokeo hayo. Kitu ambacho ni kazi pia, sio nyepesi kama ambavyo watu wengi wanafikiri. Lakini jambo la nne ni uwekezaji unakuja baada ya biashara kuanza kuzalisha faida. Sawa? Uwekezaji mkubwa hasa. Unatakiwa sasa sehemu ya biashara, faida ambayo biashara inatengeneza ikawekezwe. Na hapa pia kuna mtego. Watu wengi wanaona kwamba kama naweza nikazalisha hii pesa kwa kubwa, kwa nini nikaiwekeze? Hapana. Sehemu ya faida ya uwekezaji kawekeze. Ndio sehemu ambayo unajilipa wewe, ndio sehemu ambayo unaweka kama sehemu ya akiba dharura, kama sehemu ya kuinuka unapopata changamoto yote. Na namba 5, wekeza sehemu ya kile unachojilipa kwenye uwekezaji, usihitaji ufuatiliaji mkubwa. Sasa haimaanishi kwamba kwa sababu unajenga biashara basi upaswe kuwekeza kabisa. Hapana, uwekeze tangu mwanzo, lakini wekeza kile ambacho unajilipa kwenye biashara. Kwa mfano, kitu unachojilipa, hata unatoa matumizi kwenye biashara, basi sehemu ya yale matumizi unayotoa wekeza. Hata kama unatoa shilingi 10,000 kwa biashara, basi 1,000 iwekeze. Kile kidogo, lakini uwekeze wapi sasa? Wekeza sehemu ambayo haihitaji wewe ufuatilie, haihitaji wewe una uelewa mkubwa, haihitaji chochote kile. Na sehemu hiyo ni wapi? Ni kwenye mifuko ya pamoja ya uwekezaji, ambayo sasa wewe unawekeza alafu endelea na mambo yako mengine. Kwa sababu unachotakiwa wewe ni muda wako, umakini wako, nguvu zako upeleke kwenye kujenga biashara yako. Sio kwenye kuhangaika na hisa gani inapanda, hisa gani inashuka, hisa gani inafanya nini. Hiyo sio shughuli yako. Shughuli yako ni kujenga biashara na
sehemu ya unachojilipa fanya uwekezaji. Rafiki, tusichanganye mambo. Hebu tujenge biashara na sehemu ya hiyo biashara tuwekeze sehemu ambayo haitusumbui kwa namna yoyote ile. Ingia kwenye Tanzania Tech Skills Academy, nenda kwenye jarida la barua za kocha, alafu fungua barua namba 167 uweze kusoma kwa kina na ukafanyie kazi. Tujenge biashara alafu tufanye uwekezaji. Asanteni na tuna siku bora kabisa leo.